Mheshimiwa ambaye ni mtazamaji wa Homo Kenya TV mahali popote ulipo, naomba nikusalimie hujambo, natumai umzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio ili ni kuhabarishe yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika uwanja wa kisiasa na yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa wakati wa maandamano humu nchini. Siku ya Jumatatu tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu 2026, hali ilikuwa tete katika taifa la Kenya baada ya maandamano kutanda ambayo yaliweza kuwahusisha wa Kenya wote, wakiwemo wale ambao ni wamiliki wa magari, wasafiri ambao ni wa abiria na Wakenya wote kwa ujumla. Maandamano ambayo yaliweza kusababisha hali ya taharuki kutanda na kushuhudiwa katika sehemu mbalimbali humu nchini. Maandamano hayo yamesababisha Profesa Kithure Kindiki ambaye ni naibu rais kujiuzulu hadharani. Katika kanda hii nitakueleza ni kivipi amejiuzulu, mbona akachukua ama uamuzi huo, kisha baadaye tutakuwa tunachanganua moja kwa moja. Sasa naomba tu uweze kunifuatilia ni kueleze vile hali ilivyo kwa dakika 8 peke yake. April tarehe 14 iliweza kutangaza bei ya mafuta, wakapandisha bei ya petroli na dizeli. Lakini serikali ambayo inaongozwa na Rais William Ruto na Profesa Kithure Kindiki wakanyamazia, hawakufanya chochote. Walitulia wakaona vile bei hiyo imebandishwa, huku petroli ikiuzwa kwa shilingi 214, huku dizeli ikiuzwa kwa shilingi 246. Sasa baada ya maandamano kutanda siku ya Jumatatu katika taifa la Kenya katika sehemu mbalimbali, naibu rais Profesa Kithure Kindiki amejiuzulu kutoka msimamo ule wa kwanza ambao alikuwa nao na Rais William Ruto kwamba watanyamazia, hawawezi kuzungumza chochote kuhusiana na kuongezwa kwa bei ya mafuta humu nchini. Akajiuzulu kutoka msimamo huo na kusema ya kwamba penye imefika lazima tukae chini, na akaagiza mawaziri 4 wakiwemo waziri Murkomen ambaye ni wa usalama, yule wa Kawi Opiyo Wandayi, yule mwingine wa nishati Opiyo Wandayi, na mwingine ni yupi wa fedha ambaye ni John Mbadi, na mwingine wa uchukuzi Davis Jirjir, kuwa na mkutano na kuhakikisha kwamba bei ya mafuta imepunguzwa. Tusikie vile aliweza kujiuzulu kutoka msimamo wa kwanza wa kunyamazia, kutozungumza chochote. Sasa akajiuzulu kutoka msimamo huo na sasa ametangaza mambo mengine tofauti. Tumsikize. Mawaziri wote ambao wanahusika, waziri wa Kawi, waziri wa hazina ya taifa, waziri wa uchukuzi na waziri wa usalama wa taifa. Na tumesema ya kwamba leo hao mawaziri ambao nimetaja wakutane na washikadau wote katika hiyo sekta ya uchukuzi na sekta ya mafuta, matatu owners, industry people. Leo wakutane pale katika wizara ya uchukuzi, lakini waziri wa hazina ya taifa akuwe pale, waziri wa uchukuzi akuwe pale, waziri wa usalama wa taifa akuwe pale, na waziri wa Kawi akuwe pale. Tuzungumze, tuone ni lipi tunaweza fanya zaidi ya ile ambayo tumefanya ili tudhibiti hiyo bei isiumize wananchi. Tumekuwa na mkutano kwa njia ya kompyuta na rais ametupatia mwongozo vile tunapaswa kufanya. Najua Kenya ni kama taifa ambalo linahusishwa na vitimbi hapa na pale. Kilichosubiriwa mimi sielewi, lakini sasa hatua imeweza kuchukuliwa. Kabla nizame kwa undani, shukuru kwa ambao mnatazama Hikana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama Hikana, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja kutukabidhi like. Na ikiwa hauja subscribe, naomba tukaweze kusubscribe na uwashe kengele ili wakati tutakapoweka kanda mpya utakuwa unapokezwa notification ya kufahamisha Homo Kenya TV tumeweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Without wasting your time, back to our analysis. Kwa nini Profesa Kithure Kindiki amejiuzulu kutoka msimamo wa hapo awali na kusema sasa hawawezi kuruhusu kuona Wakenya wakiteseka, lazima sasa watafute suluhu, bei hiyo iende kupunguzwa? Point number 1, Monday protest. Maandamano ambayo yaliweza kushuhudiwa na kutanda katika taifa la Kenya siku ya Jumatatu yaliweza kurusha makombora makali ya vitisho kwamba hali ni tete. Yakatanda kule Kisii, yakatanda kule Nairobi, Mombasa, Kakamega, Uasin Gishu, Narok na sehemu zingine.
serikali ikaona hii haiwezekani. Tukiendelea kususia kuzungumza, tukiendelea kukaa pasipochukua hatua yoyote, kitanukishwa. Wakasema sasa tujiuzulu kutoka msimamo wa hapo awali kwamba hatungeweza kubadilisha bei, kwa sababu hata waziri wa fedha humu nchini John Mbadi alikwisha tangaza hadharani kabla ya tarehe 14 mwezi ujao, serikali haina uamuzi, serikali haina nguvu za kubadilisha bei ya mafuta humu nchini. Lakini sasa wameweza kulazimika kupitia maandamano yaliyoshuhudiwa siku ya Jumatatu kubadilisha mitabendi ile ambayo walikuwa nayo kwamba bei hiyo ya mafuta iendelee vile ilivyo. Sasa wamejiuzulu kutoka msimamo huo. Wamesema sasa mawaziri hawa wane, yule wa nishati Opiyo Wandayi, John Mbadi wa fedha, yule mwingine ambaye ni wa usalama Kipchumba Murkomen, na yule wa uchukuzi Davis Chirchir, wakutane watafute suluhu halisi kabla kinukishwe. Namba 2, kwa nini wakajiuzulu kutoka msimamo wa kwanza? Deaths factor. Unajua vile maandamano yalikuwa yanaendelea, watu wameuawa. Mmoja akapigwa risasi kule Nakuru vile inadaiwa, tuliona mwili wake barabarani. Mwingine katika kaunti ile ya kaunti gani ile, wacha ni ndio wasije wakasema ni mambo yangu niko nayo. Acha niangalia hapa kwa notes zangu. Kule Kiambu, eneo linaitwa Gachie, mwingine alipigwa risasi kule. Na wengine, kwa sababu sasa hivi tunaambiwa ya kwamba wana wamepoteza maisha. Sasa serikali haingenyamazia waone Wakenya wanaendelea kuaga dunia. Serikali haingeweza kutulia waone hasara ikiendelea kusababishwa. Nimesikia kuna duka la jumla supermarket ambalo limeweza kutiwa moto. Tuliona gari lingine likitiwa moto kule Githurai. Kumaanisha hasara nyingi imeweza kushuhudiwa katika taifa la Kenya kufuatia maandamano ambayo yaliweza kutanda katika sehemu mbalimbali humu nchini. Ndio maana sasa amri ama uamuzi umeweza kutolewa na Profesa Kithure Kindiki, huku akisema wamekuwa na mkutano kupitia kompyuta na Rais William Ruto akiwa kule taifa lile la ng'ambo Azerbaijan. Wameagree kwamba penye imefika hali si hali, lazima wabadilishe hii bei iende kupunguzwa. Kama ni kuondoa VAT ya 8% iondolewe. Kama ni kuondoa ile maintenance, road maintenance levy ya 25 shilingi 25 iondolewe, ili kuhakikisha ya kwamba Wakenya hawateseki na kupitia changamoto za hapa na pale, kwa sababu bei ya mafuta wakati inaongeza, kila kitu kinaongezwa humu nchini. Hata kalamu ya kuandika hii ambayo tunatumia hapa itaongeza, kwa sababu ni usafiri, inasafirishwa kutoka kwa kampuni ama kwa factory penye inatengenezwa kufika penye nipo sasa hivi hapa Nairobi. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload a video clip, you will be notified automatically that Tomo Kenya TV has uploaded a video clip to watch. Remember to share our content always with our WhatsApp groups and on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Tomo Kenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye, ladies and gentlemen.